Bi Amina alikuwa akiishi maisha ya ndoto. Aliolewa na bilionea mashuhuri aitwaye Bwana Rajab, ambaye alimiliki kampuni kubwa za biashara na mali nyingi nchini. Nyumba yao ilikuwa ya kifahari, magari ya bei ghali yalijaa kwenye gereji, na wafanyakazi walikuwa wengi kiasi cha kumfanya Amina asiwe na kazi yoyote ya kufanya. Kila kitu kilionekana kamili, lakini moyoni mwa Amina kulikuwa na shaka ndogo ambayo haikupata majibu. Mume wake alikuwa mtu wa siri sana. Mara nyingi alisafiri usiku bila maelezo ya kutosha. Simu zake zilikuwa na nywila na mara nyingi alipigiwa simu kwa sauti ya chini kana kwamba anaogopa kusikika. Siku moja akiwa peke yake nyumbani, Amina aligundua draw moja iliyokuwa imefungwa. Hakuwa ameiona hapo awali. Alijaribu kufungua lakini ilikataa. Hapo ndipo alianza kuhisi kwamba kuna kitu kikubwa kinachofichwa. Usiku huo alimuuliza mume wake kwa upole kuhusu safari zake za ghafla. Rajab alicheka na kusema ni mambo ya biashara tu, lakini macho yake hayakuonyesha ukweli. Ndani ya moyo wake, Amina alijua kulikuwa na siri kubwa nyuma ya utajiri huo. Siku zilivyopita, Amina alianza kufuatilia kwa makini mienendo ya mume wake. Aligundua kuwa kila alipokuwa akiondoka usiku, alikuwa akivaa suti nyeusi na kuchukua begi maalum ambalo hakuwahi kulifungua mbele yake. Siku moja alipokuwa akisafisha chumba cha mume wake, aliona karatasi ndogo iliyokuwa imeanguka chini ya kitanda. Ilikuwa na majina ya watu na namba za pesa kubwa sana. Hakuelewa vizuri, lakini alihisi mambo hayo hayakuwa ya kawaida. Usiku huo Rajab aliporudi, alionekana na hasira isiyo ya kawaida. Alifunga mlango wa ofisi yake na kuzungumza kwa sauti ya juu. Amina alisikiliza kwa siri na kusikia maneno kama mzigo umefika na hakikisha hakuna anayejua. Moyo wake ulianza kudunda kwa kasi. Haya hayakuwa maneno ya biashara ya kawaida. Aliamua kimya kimya kuwa lazima apate ukweli, hata kama ingegharimu ndoa yake. Amina alianza kupanga jinsi ya kugundua ukweli bila kugundulika. Alianza kwa kufuatilia ratiba ya mume wake. Aliandika kila siku na muda anaotoka na kurudi. Siku moja alipogundua Rajab atakuwa safarini kwa siku 2, alichukua nafasi hiyo kuchunguza ofisi yake. Alifanikiwa kupata ufunguo wa draw ile iliyokuwa imefungwa. Alipofungua, alipata mafaili mengi yenye majina ya watu, picha na nyaraka za siri. Baadhi zilionyesha biashara za kimataifa, lakini zingine zilionekana kama shughuli haramu. Kulikuwa na picha za watu waliokuwa na silaha na magari ya kifahari yaliyobeba mizigo ya ajabu. Amina alishtuka sana. Alianza kutambua kuwa utajiri wa mume wake haukutokana na biashara halali pekee. Lakini hakujua bado kiwango cha hatari kilichokuwa mbele yake. Akiendelea kuchunguza mafaili, Amina alipata video ndogo kwenye kifaa cha kuhifadhi data. Alipoiwasha, moyo wake ulisimama kwa sekunde chache. Video hiyo ilionyesha mume wake akiwa na watu waliokuwa wakifanya biashara ya magendo, silaha, dawa za kulevya na hata usafirishaji wa watu. Amina hakuamini macho yake. Mume wake ambaye alionekana kuwa mfanyabiashara wenye heshima, alikuwa akijihusisha na mambo ya uhalifu mkubwa. Alijisikia kudanganywa. Maisha yake yote ya anasa yalikuwa yamejengwa juu ya uovu. Alikaa kimya kwa muda mrefu, machozi yakimtoka. Alijua kwamba kuendelea kukaa kimya kungemfanya kuwa mshirika wa uhalifu. Lakini pia alijua ukweli huu ungeweza kumgharimu maisha yake. Baada ya kugundua ukweli, Amina alianza kuishi kwa hofu. Kila alipomwangalia mume wake, alimuona kama mtu mwingine kabisa. Rajab hakujua kuwa siri yake imegunduliwa. Aliendelea kuishi kama kawaida, akimpa zawadi na kumwonyesha upendo wa juu juu. Amina alijikuta katika vita ya ndani, akae kimya na kuendelea kuishi kwa anasa, au afichue ukweli na kuhatarisha kila kitu. Usiku moja alisikia mume wake akisema kuna shughuli kubwa inayokuja ambayo ingetengeneza pesa nyingi zaidi. Hapo ndipo aliamua, hangeweza tena kukaa kimya. Aliamua kutafuta msaada kwa siri. Amina alimfikiria mtu mmoja tu angeweza kumsaidia, rafiki yake wa zamani Salma, ambaye alikuwa akifanya kazi serikalini.
Alimtafuta kwa siri na kumweleza kila kitu. Salma alishtuka, lakini alimwambia ukweli. Mambo hayo yalikuwa hatari sana. Walipanga jinsi ya kukusanya ushahidi zaidi ili kuwafikisha wahusika mbele ya sheria. Amina alihisi nafuu kidogo, lakini hofu bado ilikuwa kubwa. Alijua kuwa akigunduliwa, maisha yake yangekuwa hatarini. Rajab alianza kuhisi kuna kitu hakiko sawa. Alianza kumchunguza Amina bila yeye kujua. Siku moja aligundua kuwa baadhi ya mafaili yameguswa. Alianza kumshuku mke wake. Amina naye aligundua mabadiliko hayo na kuelewa kuwa muda wake ulikuwa mdogo. Kupitia msaada wa Salma, mamlaka zilianza kufanya uchunguzi siri. Hatimaye siku ya operation ilifika. Polisi walivamia moja ya mikutano ya Rajab. Rajab alikamatwa pamoja na washirika wake. Amina alitetemeka aliposhuhudia tukio hilo. Habari zilienea haraka. Jamii ilishtuka kujua ukweli wa utajiri wa Rajab. Amina alikumbwa na huzuni na aibu, lakini pia alihisi amefanya jambo la hii. Alitoa ushahidi wake na kusaidia kesi hiyo. Baada ya miezi michache, Amina alianza maisha mapya. Aliacha maisha ya anasa na kuanza upya kwa njia halali. Alijifunza kuwa utajiri wa kweli ni amani ya moyo, si pesa. Wangapo alipitia maumivu makubwa, alijivunia uamuzi wake. Na hapo ndipo safari yake mpya ilianza, ya ukweli, ujasiri na maisha ya heshima.